Wakorintho wa pili sura ya 12, taanza mstari wa 7 na wa 9. Natosha. Anasema, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Paulo anasema nilipewa mwiba, alafu akaingia kwenye maombi kumwambia Bwana amuondolee huo mwiba. Alafu Bwana akamwambia, neema yangu ya kutosha, kwa kuwa uweza wangu unatimilika au unadhihirika au unatenda kazi katika udhaifu. Haleluya. Amen. Sasa hapa Bwana anachomwambia Paulo, anasema neema yangu ya kutosha, alafu anamwambia uweza wangu utimilika katika udhaifu. Kwa lugha nyingine hapa anachokiongea ni kwamba hii neema ni uwezesho wa kiungu. Uwezesho wa nini? Wa kiungu. Yaani ni uwezesho unaopewa bila ya wewe kustahili. Ni uwezesho unaokustahilisha kupata aina fulani ya maisha, kupata aina fulani ya matokeo. Kwa hiyo anasema neema yangu ya kutosha, alafu hapo anamwambia uweza wangu utimilika katika udhaifu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amina. Kwa hiyo neema inachokifanya inakupa uwezesho. Ndio maana ile wa Filipi 4:13, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, katika yeye anayeniwezesha kuyaweza mambo yote. Kwa hiyo neema kazi yake inakupa uwezesho ule ambao ulikuwa haustahili. Haukutakiwa kuwa kwenye hiyo nafasi, ila neema inakuwezesha kuwa kwenye hiyo nafasi. Haukutakiwa kufanikiwa, ila neema inakuwezesha kufanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amina. Kwa hiyo neema inaachilia nguvu ya Mungu ya kukuwezesha wewe, na hiyo nguvu unaipokea pasipo kustahili, pasipo kuwa na sifa ya aina yoyote. Hiyo ndio kazi ya neema ya Bwana. Sasa tusoma Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 9. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 9. Anasema, ngoja nianze mstari wa 8. Timotheo wa pili sura ya 1 8 mpaka 9. Anasema, basi usiuonee haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usinionee haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Haleluya. Amen. Hapa Paulo anasema Mungu alituita si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake na neema yake. Haleluya. Amen. Tunaposema neema ni uwezesho, ni upendeleo ambao Mungu anakupa bila ya matendo yako. Hapa anachosema Paulo, anasema hii neema ya wokovu tumepewa si kwa kadiri ya matendo yetu, ila ni kwa kadiri ya makusudi ya Mungu na kwa kadiri ya neema yake. Haleluya. Amen. Maana yake Mungu anapokupa neema
ni kwa sababu ana makusudi. Ameshakusudia kukupa hiyo neema. Haleluya. Amen. Yaani sio kwa sababu umetenda tendo fulani ndio maana Mungu anakupa hiyo neema. Mungu alishakusudia atakupa hiyo neema kabla hata hujatenda hilo jambo. Haleluya, watu wa Mungu. Amina. Yaani ukitaka uielewe neema ya Mungu vizuri, lazima uelewe hichi kipengele kwamba sio kwa matendo. Ndio maana neema inapingana na kiburi. Amen. Neema inaenda pamoja na unyenyekevu. Amen. Kwa sababu kiburi, kuna kiburi cha matendo. Amina. Haleluya. Amen. Yaani mtu anajiona kwa sababu ana matendo fulani si yeye anafaa kuliko watu wengine. Au ndio Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa na kiburi cha nini? Cha matendo. Kwa Farisayo akienda hekaluni anaanza kumwambia Bwana, mimi natoa zaka kwa sijui, mimi nafunga, mimi nafanya nini. Huyo ana kiburi cha matendo. Haoni namna ambavyo anamhitaji Mungu, ila anaona matendo yake anamtosheleza. Amen. Tuko pamoja, watu wa Mungu. Amina. Na hapa naomba tuende vizuri. Ni muhimu sana ukapaelewa. Ndio maana utashangaa kuna wapendwa wengi makanisani ambao wana matendo mazuri, wanavaa vizuri, hajawahi kutenda dhambi yoyote ile, hizi dhambi za kuonekana. Haleluya. Amen. Hajawahi kuzini tangu azaliwe, hajawahi kumwibia yoyote. Kwa hiyo yeye anajionaga yeye ni bora kuliko watu wengine. Si anajua historia zao. Jua yule dada ni kahaba kabisa, ameokoka tu juzi. Ila sasa utakachoanza kushangaa, huyu ambaye ametoka kwenye ukahaba ndiye neema ya Mungu inaanza kuonekana zaidi. Ghafla amepata kazi, hajamaliza mwezi amekuwa promoted. Haleluya. Amen. Alafu huyu ambaye ametoka familia ya kilokole, yani mambo yake yote yamenyooka. Yamenyooka kama rula. Haleluya. Hamuoni Mungu, mambo yake yanakuwa ni magumu. Yeye anabaki tu anajisifia. Kwa inafika point hata akisikia watu wanatoa shuhuda anaacha kuamini. Kuna kitu natamani unielewe hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wapendwa wengi wameokoka vizuri, ila shida wamebase maisha yao na baraka zao kwenye matendo yao, hawajabase kwenye neema ya Mungu. Amen. Kwa hiyo wakiangalia matendo yao wanajiona wanastahili kupokea vitu vya kimungu. Neema inakuwa haina nafasi kwao. Kwa hiyo wanaishi maisha ambayo hawakutakiwa kuyaishi kama watoto wa Mungu. Amen. Kuna mtu anapata kitu leo? Amina. Haleluya. Amen. Ila kuna yule mtu ambaye yeye anaionaga neema ya Mungu, anasema mimi sistahili. Kiufupi, mbele za Mungu, wewe ambaye hujawahi kufanya jambo lolote lile baya, na huyu ambaye ameshafanya mabaya kila aina, ila mkiokoka nyote leo, kwa Mungu nyote ni sawa. Amen. Mungu anavyoangalia nyote ni nini? Sawa. Ni sawa. Haleluya. Amen. Okay, wangapi mnajua ile historia ya mwana mpotevu? Alikula mali za baba yake, alafu akafanya mambo ya ovyo, baadaye akarudi, si ndio? Sasa aliporudi baba yake alimfanyia sherehe. Kaka yake akachukia. Akasema, baba, mimi nimekaa na wewe kwa uaminifu, sijawahi kukukosea. Kwa nini leo huyu mtoto wako ambaye ametoka kufanya ukahaba, amekula mali zako zote, anarudi hapa unamchinjia, unamfanyia sherehe? Afu mimi ambaye nimekaa na uje kunipa hata mwanambuzi. Yule kaka yake alichosahau ni kwamba mbele ya baba yake, huyu ambaye ametoka kufanya maovu na huyu ambaye anakaa nyumbani hajawahi kufanya maovu, wote ni sawa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yaani huyu eti kwamba kwa sababu hajafanya uovu wote haumfanyi ndiye awe mtoto zaidi ya huyu. Wote wakikaa kwa baba wote wanakuwa ni watoto. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Na tutaka uelewe ni juu ya neema. Usipoelewa juu ya neema, kuna watu utakuwa unaona wanabarikiwa, wewe uko pale pale na utajiuliza sana ni kwa nini? Shida imo ndani yako. Hapo bado hujapaelewa. Haleluya. Amina. Shida inakuwa imo ndani yako wewe. Wewe unaangaliaga matendo yako, hauiangalii neema ya Mungu. Na hakuna mwenye matendo ya kumfanya Mungu ashuke.
hayupo. Kwa Paulo anasema tumeitwa sio kwa kadiri ya matendo yetu. Jamani, Mungu angeangalia matendo, kuna watu sio kuna watu wote tusingeokoka. Hamna ambaye angekuepo hapa. Amen. Haleluya. Amina. Wewe angalia matendo yako vizuri. Hata wewe unajiona msafi. Sijana tu ulikuwa na hasira. Haleluya. Amen. Kwa na hasira ya kumuua mtu. Hivi unajua kuna watu ni vile tu hamjapata opportunity. Ila ingekuwa msampata opportunity, hamna anayekuona, hamna mahakama ambayo itakuhukumu, hamna polisi watakaokamata, ungeua wewe. Haleluya. Ungefanya nini? Hasira ulionayo wewe ungeua. Ila unasema jamani, polisi hao wote walioko hapo mimi napenyana. Na nikiua sintafungwa, ngoja tu niache. Ila moyoni. Kwa Mungu angesema angalie matendo. No. Akaweka neema.